On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema kwamba tutakapoangalia clearly ama closely, nila na msalaba zafanana kabisa, na utaona kwamba ni baadhi ya mambo yale ambayo Yesu Kristo hutaka sana tuwe nayo mwanzo wa safari. Haleluya! Kwa maana tulipokuwa tunasoma habari za nira katika Lamentation, maombolezo ya Yeremia, tuliona ya kwamba Yeremia alikuwa anasema kwa Israeli, ni heri ati laiti wangekuwa na nira wakiwa wachanga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mambo yale ambayo Mungu huyafanya tunapoanza safari, na ni mambo yale ambayo huyaachi hadi mwisho wa safari. Bwana asifiwe. So siku ya leo kwanza nataka tuone just kimfano kama vile Bwana alivyofanya kwa Israeli walipokuwa wanaanza safari, lakini tusingo out kitu kimoja ambacho Bwana alichokifanya katika kwa safari hadi wamalize. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo wacha tuanze na kitabu cha Deuteronomy. Tuanze na kitabu cha Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Bible inasema, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee 40 years in the wilderness. 40 years. To know that, to know what is in thy heart, whether thou wouldest keep his commandment or not. First, lazima tujue kwamba this wilderness ambayo Bwana anaongea hapa, spiritually kanisa la Kristo linastahili kuwa katika wilderness. That wilderness is a place of purification, a place of preparation, ndio eventually Israel ikaweze kuingia into the promised land. Hallelujah. Na sasa hivi tunaona kwamba sisi ambao tumeokoka, our promised land is not on earth, sio hapa duniani. Na of course unasikianga saa zingine watu wakihubiri wakisema kwamba wanataka kuleta heaven on earth, but it is not possible. It is not possible. Hallelujah. Hapa Mungu aliwapitishia wilderness 40 years, and that wilderness ilikuwa inaachilia kwa mahali ambapo watakuwa ready for the land they are entering into. So it was a place of preparation. Kama saa hizi tangu tumeokoka, unaona kwamba bado tuko allowed, tumezidi kukaa. Na tumezidi kukaa ndio tukaweze kuwa prepared. Hallelujah. Na eventually when we are entering into promise, the land of promise, now the land of promise to us spiritual is heaven. So unaona kwamba safari hii ya wana wa Israeli inakuwa kwetu as an example but spiritual. Hallelujah. Na tunaona kwamba first ni mambo gani ambayo Mungu aliwa-equip now na ili wakaweze kuendure until wamalize safari. Hapo tunaweza kupata jambo la kujifunza nalo siku ya leo. Hallelujah. So kuna mambo ambayo Mungu aliwa-equip na ikawasaidia 40 years. Na hiyo wilderness ilikuwa very tough. Na Mungu akawa-equip na haya mambo na wakang'ang'ana until wakamaliza. Bwana asifiwe. Of course kuna some ambao walimaliza. Of course Joshua and Caleb, many fainted on the way. But unaona kwamba on the side of the Lord, yeye alikuwa faithful, alikuwa amewapa neema ya kumaliza. Hebu tusome zaidi. So this is the wilderness. Kwa hivyo akawa anasema kwamba he will prove them, atawatayarisha whether they will obey or no. Verse 3. And he harbored thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna which thou knewest not. People know kwamba because hunger. Hallelujah. Ndio kwamba Yesu alitumia in the Beatitudes.
Ukiangalia, this is a God driven, you know, ni hanga ambayo imeletwa na Mungu. Kwa hivyo Bwana akawapea hanga, na ndio hata katika Beatitude Yesu Kristo alisema kwamba blessed are those who are hungry and thirsty for the kingdom of God, for they shall be filled. Kwa hivyo ndio waone haja ya mana, the Lord made them hungry, very hungry. Na ndio unaona kwamba wawe na expectant heart, wawe desperate, wawe very desperate, wagoje kutoka kwa Mungu. Na ndio Bwana hapa, when he made them very desperate kwa sababu ya hunger, aka provide manna. Ndio wale unakuja kuona kwamba that manna walikuwa wanaitreasure, walikuwa wanaivalue kwa sababu ilikuja at a time where they needed, walikuwa wanahitaji sana. Hallelujah. So hii ni baadhi ya mambo yale ambayo Mungu aliwapa kwa sababu ya safari. Okay. He fed thee with manna which thou knewest not, neither did thy fathers know. Haukuyajua. That he might make thee to know, thee know that a man does not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. In does a man live. Kwa hivyo unaona kwamba akafanya wawe hungry, akawapea mana, lakini behind hii mana alikuwa na a message to Israel. Bwana Yesu asifiwe. Ati ya kwamba mwanadamu haishingi only kwa mkate, lakini kwa lile neno ambalo linalo proceed kutoka kwa kinywa cha Mungu. So hapo Bwana akapeana jambo ambalo ni very key katika safari hii ya kwenda mbinguni, ndio watu wakaweza kumaliza, ni word of God. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ona jambo la kwanza ambalo ni key. Tutaona mambo machache hapa. Tutasingle out siku ya moja, siku ya leo one ambayo tutaangalia. Lakini hii ni kupitia tu. Na ndio naona kwamba for example, watu wale ambao wanakosa neno la Mungu, kama Bwana hapa anasema mwanadamu hataishi na mkate tu, lakini kwa lile neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. Na ndio naona kwamba Bwana amezidi kuemphasize watu wale ambao watakosa neno la Mungu, especially in these last days, actually they are going to faint. Fainting ni kurudi nyuma. So unaweza identify one of the causes ambazo zinafanya watu waweze kurudi nyuma ni kukosa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And that is confirmed in Amos. Can you cross check very fast? Okay, tuta identify mambo yale ambayo tutaangalia na what it means. Kwa sababu unaona kwamba the journey ya wilderness, Amos, angalia Amos chapter 8 very quickly. We cross check very fast. Kwa hivyo unaona kwamba ni mambo ambayo yanafanya watu wakose neno, yaani watu wa faith. Ndio Bwana akwambia mwanadamu hastahili kuishi bila neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amos 8 verse 11. Amos 8 verse 11. So Amos 8 verse 11 inasema, behold, Amos 8 verse 11, behold, the days come, says the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Scare that famine in the last days. Kwa hivyo tunapo identify the causes of the church, why, kwa nini watu wanaanguka, kwa nini watu wanafail, unaona kwamba mambo haya ndio equip Israel nayo ili wakaweze kumaliza safari. Moja wapo ni kukosa neno, the blood. Na ndio Bwana akasema kama he himself will cause that famine. Na ni famine ya neno. Angalia verse 12. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall learn to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. What can you say, man? We are in such a generation that the word of God is very rare. Bwana sipewe. Kwa hivyo tunaona kwamba Bwana akawa anasema katika Amos, neno
linafanya watu waishi, lakini litakosa. Usiongee kuhusu hilo neno. Wacha nimalizie hiyo Amos mahali ambao nilikuwa tuna target. So unaona ya kwamba Bwana akasema kwamba he will bring famine. Na unaona neno ni mojawapo ya mambo yale yanatusaidia kusimama. Ni mojawapo ya nguvu ile inatusaidia kutoenda duniani ama kutokuwa overcome. So akawaambia okay, and they shall wander from sea to sea, and from south to north, and from north to even east. They shall learn to and fro to seek the word of God, and they shall not find it. Hizi ni wakati zile Bwana alisema kwamba watatafuta neno katika kutoka kwa nabii, but Bwana atanyamaza kama maji ya mtungi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia verse 13. In that day shall the fair virgin and young men faint for thirst. Can you imagine? So this fainting ambayo Bwana anaongea hapa itakuwa katika nyakati za mwisho sana. Na ndio tunazidi kushuhudia hapa. So the reason about tuko na fainting nyingi sana ni kusema kwamba neno linazidi kuwa adimu. That means halipatikani. Ujumbe, the true blade ambayo without yeast haipatikani sasa. Ndio naona kwamba actually watu wengi sana watafaint. Na ndio nimekuwa nikiwaambia mara nyingi sana, please tuwe kama Joseph. Hiyo ni maneno tulianza kusema hapa zamani. Nikawaambia kwamba when Joseph alipokuwa ananenewa na Mungu, not Joseph, it is the king of kule Egypt. Lakini tafsiri ilitokana na Yusufu. Ng'ombe 7 ambao waliotangulia walikuwa wanono, na ng'ombe 7 waliofuata walikuwa wakonde. Na hekima akaambiwa kwamba wakati miaka hii 7 ambayo kutakuwa na chakula kingi, tegezeni gara, mtengeneze magara makubwa, mjaze chakula kule, na msi waste na hata msiuze, lakini muhifadhi kwa sababu jaa yaja. Na wakafanya hivyo, na hekima ile ikasave ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. So nikawa ninawaambia mara nyingi sana, hii neno ambayo unaona kwamba tumepata revelation yake, especially from 2:8. Bwana Yesu asifiwe. Tuitunze. Kuna mambo mengi sana itakayokuja inataka kutunyang'anya hilo neno. For example, kuliuza because of fame, kuliuza because of expansion, kuliuza kwa sababu ya many other things. Let us preserve it because the days are coming. Unakuja kwamba there will be serious famine. Na actually unakuja kuona kwamba wakati Bwana alipokuwa anatupa that prophecy 2011, saizi tuko katika nyakati hizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika nyakati hizo ambao unakuja kuona kwamba there is a lot of fainting. Lakini wale ambao wamepreserve the word of God in their hearts, they will not go to faint. Hallelujah. Na najua the word of God ambao Bwana anasema hapa, it is the last days message. Ni message hii ya dakika za mwisho. Bwana asifiwe. Let us go back there. Tusome, turudi katika kile kitabu cha Deuteronomy. Tuko bado Deuteronomy. Hiyo we cross checking tujue kama mambo yale ambayo inafanya tukaweze kusimama. Last Sunday tuliona kwamba ni yoke. Siku ya leo tunaona mambo yale ambayo Mungu alipea Israeli. Tukaona kwanza akawaambia kwamba the word of God itakuwa very key. Hallelujah. Neno la Bwana litakuwa very key. Kwa hivyo kuna jambo lingine, hebu tusome zaidi uone vile Bwana alivyozidi kuambia. Verse 4. Thy alignment, ama garment, thy alignment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, for thy foot swell these 40 years. Hallelujah. So nakuja kuona kwamba kuna kitu ambacho tena Mungu aliwapa. Akawaambia kwamba mavazi yenu haitachakaa. Mungu aliwavisha mavazi. Hallelujah.
Na ndio in the New Testament tunaona kwamba that is the garment of righteousness, gauni ya haki wakavishwa. Na ndio Bwana amezidi kutuambia kwamba tupende utakatifu na haki sana katika nyakati za mwisho, because unaona hata of course tumekuwa tukisikiza mafundisho ya kinabii na unasikia kwamba mara nyingi sana hata mtumishi wa Mungu akisema kwamba righteousness inaongezanga shelf life, kama ile ya supermarket tunajuaga kwamba inaongezanga shelf life ya kanisa. Hallelujah. So kama tunazidi kupenda righteousness, hii alignment, hii bazi ambayo anaongea hapa ilikuwa righteousness, inaongezanga maisha kudumu zaidi kwa kanisa. Kwa hivyo ndio kanisa lisizimie kabisa, lazima lipende righteousness. Hallelujah. So hiyo bazi ni very key hata katika safari. Kwa hivyo ukiona watu ambao wanarudi nyuma, wana compromise, wanacheza na ile bazi, wanakuwa uchi. Na sasa unakuja kuona self life ya kanisa inakuwa fupi. So unaona watu wameokoka this year, next year hawajaokoka. So unaona kwamba kuongeza self life, shelf life ni kama ile supermarket. Unaona kwamba kuna vitu zitaharibika. Ukienda supermarket utakuta maziwa itaharibika the same week, 7 days. Unga inapewa 1 month. Ukiingia vitu zingine ziko na shelf life hata ya 2 years, zingine endless. So unasikia kwamba Bwana katika ile shelf life anasema kwamba righteousness ikizidi kutunzwa vizuri, kuangaliwa vizuri, kulimiwa vizuri, basi inapea kanisa muda mrefu. Kwa hivyo kama mimi nitapenda haki, that means hata Bwana akae 100 years kama hajarudi, bado nipo. Hallelujah. Akae miaka 300 hajarudi, bado nipo. Kwa hivyo righteousness hii vazi linaongeza. Bwana Yesu asifiwe. Maisha. Na tena jambo ambalo nataka tuongelee siku ya leo briefly ni Bwana akawaambia miguu yenu haikuvimba. Kwa sababu unaona kwamba wakati walipokuwa wanaanza safari, Mungu aliwapea viatu. Kuna scripture nyingine inasema kwamba Mungu alipewa viatu ambazo hazikuisha. Until zingine unashangaa kwamba hizi viatu tunanunua saa zingine zote ni za 2 years. 2 years, 3 years inakuwa imeisha. Lakini Bwana aliwapea viatu ya 40 years. Haikuisha. Na ile kiatu ilikuwa very protective. Kwa sababu unaona kwamba that was a desert. First it was very hot. Hallelujah. Desert iko na miba ambayo ni very dangerous. Desert iko na mawe. Lakini Bwana anasema kwamba aliwapea viatu, miguu yao haikuswell. Hallelujah. Na niwafundishe siku ya leo kwa nini mara nyingi sana when you see for example in a dream hauna viatu, ni hatari sana. Ukiona kwa dream umevaa for example as I am wearing a suit na sina kiatu ninatembea kwa street, ni hatari sana in a dream. Viatu ni very key katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So watu wale ambao mnaona kwamba unatoa viatu ukirudisha, this time unaona uko na viatu, sometimes unaona na hata niseme slippers si viatu. Kwa sababu ukiona umevaa slippers si viatu. Ni hatari sana kuona umevaa slippers in the dream you are walking. Hatari. Na of course watu wengi sana wameshajiona ambao hawana viatu. Na unaona kwa nini katika dream you concentrated on viatu? Kwa nini in a dream unaona kwamba hata kitu ile unakumbuka katika wakati umeamka in a dream sikuwa na kiatu. Inakuwa hatari sana. Na hiyo ni compliment moja ambao ni very key ya kusaidia kumaliza safari, ile kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Number 1, of course kazi ile kiatu inafanyanga katika safari. Of course Bwana ananenanga na kiatu kwamba significantly katika New Testament kiatu inamaanisha nini? Hallelujah.
So kwanza saa hii kitu ile ambayo imetolewa sana kwa nyumba ya Mungu, apart from lasciviousness na kugauka kwa neno, watu hawana viatu. Hallelujah. Na of course viatu ni vitu ambavyo vinavaliwa mwanzo wa safari. Hallelujah. Mwanzo wa safari. Na kile kiatu ambao Bwana alikuwa anawaambia, for example, wacha nifundishe tu kwa mfano kidogo tu. Wakati Bwana anakunenea kuhusu aina ya injili unayoipokea ama aina ya injili ambayo unayoiamini, mara nyingi sana kwa mfano yeye hunena katika na kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Ama yeye anaweza kunenea of course maji yale unakunywa. Unajua kwamba ukiona for example unakunywa maji mabaya, of course hiyo inamaanisha kwamba injili ile unayopokea. Na mara nyingi sana so precisely yeye hunena katika habari za kiatu. Ndio unaona kwamba John the Baptist Yesu Kristo alipokuja kubatizwa naye alisema kwamba hata viatu vyake sistahili kuvichukua. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kwamba ile kiatu John alikuwa anamaanisha, alikuwa first akamaanisha huduma ya Yesu Kristo. Siwezi hata kuikaribia. Haleluya. Pili, injili ambayo atakayoihubiri haiwezi kufananishwa na ile nitakayohubiri. Kwa hivyo kiatu husimamia injili ile ambayo mtu ameipokea. Bwana asifiwe. Na ikiwa inaweza simamia ile injili ambayo imepokea, basi mtu inaweza kuwa na maana kubwa sana katika maisha yetu. Haleluya. Na maana ya kiatu precisely utakuja kuona katika in the New Testament. In the New Testament vizuri ni msalaba. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni component ambayo unakuja kuona kwamba inakuwa muhimu kwa sababu number one inakuwa protective. Kama vile tulikuwa tunaona kwamba ni kitu ambayo inakuzuia. Hallelujah. You know, for example, when I do clothing here, ninapovaa suti, ninapovaa shati, you can wear for beauty. Hallelujah. Lakini ukiangalia katika habari ya component ya kiatu, kuanzia zamani ni kitu protective, ni kitu na ninaona kama isipokuwa ni saa hizi tuko modern times, viatu zinatengenezwa na urembo. Zamani viatu zilikuwa hata za taya, zilikuwa zinatengenezwa na papasi yake ni kuprotect mguu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ni kitu ambacho ni protective. So tukikielewa vizuri, unakuta tukizidi kukivaa kinazidi kutuzuia. Hallelujah. Perception yetu na kiatu inastahili ni kitu ambacho kinakuzuia. Ni si precise mtu ambaye tuseme kwamba tulitoka kwa nyumba bila viatu. Unaona kwamba ukiona ina dream hauna kiatu unaamka kwa maribika. Even in the dream unaona kwamba you are ashamed. Kwa sababu I am blessed well na niko street in the town na ninatembea katika mahali na sina kiatu. Na unajua kwamba dija ya kiatu hata si watu uwe complete katika macho ya watu, ni kumaanisha kwamba hauna protective gear ya kukusaidia especially kuendelea na safari. Either you are going to mark time or rather you are going to go back but ahead, because of miba ile iko katika safari, mawe yale yako katika safari, miteremko ile iko katika safari, hauna kitu cha kukusaidia na mwisho utafaint. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo information ndio ili-inform Kristo kunena habari za msalaba. Na akanena habari za msalaba hata kabla hajaandikwa msalabani. Can you imagine? For example, in the book of Matthew chapter 10, we are learning this. Matthew chapter 10. Hallelujah. Na wanaona mambo haya Bwana aliyafanya hata kwa Israeli mwanzo. Matthew chapter 10 verse 38. Of course ni Yesu Kristo. Yesu Kristo akinena. Kwa hivyo ndio tutajifunza siku ya leo. Tuone ya kwamba the importance of the cross, and we have very few minutes ya kusoma haya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio Bwana tubariki tunapomaliza. Inasema hivi, angalia verse 38. Matthew 10 verse 38. Inasema, and he that taketh not his cross and followeth me after me is not worthy of me. Hallelujah. So last week tulikuwa tunasema kwamba Yesu akatushauri, chukueni nira yangu, ni rahisi. Lakini hapa anasema, na yeye asiyechukua msalaba wake na kumfuata hamstahili. So worthiness yetu katika Kristo inaletangwa na the cross. Hallelujah. So msalaba ni very key. Utaona kwamba jinsi ambavyo tunavyojifundisha na ujua kwamba one of the causes of problems ya watu kutomaliza safari ni kutokuchukua msalaba, na ni kutochukua msalaba continually kama vile Yesu Kristo anavyosema hapa. Some zaidi, angalia 10 the same in Matthew 16 verse 24. Matthew 16 verse 24. Na unaona kwamba ndio Yesu anaongea na msalaba hapa, and yet disciples hawajaona msalaba halisia. By the way, that time Yesu ananena msalaba hapa, in the minds of disciples msalaba ulikuwa wawezi. Watu wale ambao ni hardcore criminals ndio walikuwa wanawekwa msalabani. So you can imagine what was going in their mind wakati Yesu Kristo anaambia the cross, because ilikuwa ni njia moja ya kuadhibu hardcore criminals in Israel. They were dying on the cross. Na Yesu ameanza kunena habari za msalaba na kabla msalaba hujafika. Kwa hivyo Bwana alikuwa ameanza kuwaonesha kwamba safari ya kwenda mbinguni jinsi itakavyokuwa, na alikuwa ameanza kueleza jinsi ambavyo watakavyopata a protective shoes ya kutembea nayo hadi wafike mbinguni. Na ndio akawaambia kuhusu msalaba. Matthew 16:24. Ukiangalia 16:24 anasema, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Raja tena, atina mtu akitaka kuja kwangu, anasema kama kuja kwake, anasema kama, and he said, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kwa hivyo msalaba ni identity ambayo Mkristo aidaye mbinguni hastahili kukosa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hastahili kukosa. Hastahili kukosa kabisa. Kwa sababu akikosa msalaba na amemwamini Yesu Kristo, na unajua kwamba mtu anaweza kuwa amemwamini Yesu Kristo na anatoa ushuhuda ya kwamba ameokoka, lakini hana msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na of course ni kitu kizuri katika maisha yako kujichunguza. Okay, do I have the cross? Kwa sababu unaweza kuwa umeokoka, you are born again, lakini imagine hauna msalaba. Na ndio watu wale ambao wanapata kama mafundisho ya Roho Mtakatifu. For example, kama vile nilikuwa nasema in the dream, wakati unaonyeshwa such a dream inakushangaza. Unajua Roho Mtakatifu ametumwa kwa kanisa atufundishe na ili tukaweze kuatini katika ile kimo ya Kristo. Unaona kwamba Roho Mtakatifu ukikosa kitu, ukiwa lacking in anything, yeye highlight. For example, wakati hauko katika holiness and you believe in Jesus Christ, many times the Holy Spirit will show you naked. Bwana asifiwe. Naked. I told you. Niliwaambia utaona kwamba this is a dream I'm dreaming in the night. But why am I seeing myself walking publicly before people naked? Na niliwaambia kwamba such dreams are very important. Na contributor wa hiyo dream si shetani. Contributor wa such a dream anakuwa Roho Mtakatifu. Na what is he saying? Anasema kwamba clothe yourself with righteousness. Because when you wake up in the morning, by the way, you should not be sorrowful. Unajua watu wanaamka sasa, so sorrowful. Why am I naked? Unajua kama the Holy Spirit has helped you.
Bwana Yesu asifiwe. Amekwambia uko na uchi, na Mungu akikuangalia anaona kwamba uko uchi, na hapo unajua kwamba jinsi ya kufanya na ndio upate nguo. So vile Roho Mtakatifu akikuonyesha kwamba hauna kiatu, basi unajua kwamba kuna kitu ambacho sina. Na mojawapo kitu vile vitu ambavyo Bwana alisema tuandamane nazo katika safari kila siku. Katika Luka utaona ni kwamba ni kila siku. Utaona kwamba ni msalaba. Na ni vizuri sana mtu anakuwa na lenses ya kuangalia kwamba do I have the cross ama ninaweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Na kwanza attitude yetu katika habari za msalaba unajua inastahili kuchange. Last week tulikuwa tunaona kwamba Yesu alikuwa anasema take my yoke, it is easy and my burden is light. So that means attitude ya Wakristo katika msalaba inastahili kuchange. Ni kama mtu saizi aniambia kwamba toa kiatu, you will be comfortable bila kiatu. And I am walking, I am not resting in the sofa set. Huyo mtu anisaidii. Anaweza kuwa mjinga, anaweza kuwa ananipotosha kwa sababu anataka niwe hard, nitupwe na mimba. Nikiona kwamba saizi tukipewa mtihani saizi, kama for example mtu atupe mtihani atuambia kwamba ninawapa tu mtihani, tutembee hadi Githurai bila viatu, tuache viatu vyetu hapa, wengi sana tutapata shida. Na sio wengi sana watafika Githurai wakiwa wanatokwa damu, tunawapeleka dispensary wakafanywe first aid kwa sababu wamedungwa na vitu na ni hapa tu distance kidogo, si ndio? Kwa sababu hauna kiatu umeweka chini. Na imagine mtu akwambia kwamba toa kiatu na labda safari ile unaenda ni ya Kisumu. Huyo mtu kwanza hataki ufike na ukubaliana nayo, I'll be comfortable bila kiatu. Na ndivyo unaona kwamba kanisa imekubaliana. Shetani anaambia watu toa kiatu, weka msalaba chini. Na yeye anajua kwamba the journey is very long. Safari ni ndefu sana. Na unajua shetani ndio mtu atoe, anautukanaga msalaba. Ona tangu ulipookoka, unahesabu hasara. Hakuna faida. Na mimi naambia kwamba faida yetu haikuwa ya kuonekana na kwa sababu hata andiko inasema kwamba kama tunatumaini mambo yale tunaona, basi tumaini ni ya nini? Tumaini halisia ni ya mambo yale hatuoni. So muona kwamba shetani anahubiri na watu wakinod wakisema amina. Haya kumbe na unaweka msalaba chini. Na safari ni anasema kwa bado niko safari, hata uende hatua kadhaa bila kuwa hati vibaya. Na Yesu Kristo akawa anatuambia kwamba chukueni msalaba na kisha tumfuate. That means tutamfuata kwa muda mrefu na kisha tutafika salama. Hallelujah. So area ile ambayo shetani ameconcentrate na amesucceed zaidi ni katika hii habari za msalaba. Sasa zingine, by the way, unaona kwamba hii neno tunaileta hivi, but tutascrutinize msalaba vizuri. Tujue ya kwamba msalaba ni nini. Na ni nini hii watu wamehubiriwa na shetani na wamekubali na wameuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tukaweza kujua kwamba haya kumbe tunaweza kuwa tumemwamini Yesu Kristo na component ambayo itakayofanya tumalize safari tumedanganyika. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ndio habari njema. Angalia Luke chapter 9. Yesu akazidi kusema. Kwa hivyo tunazidi kujenga msingi wa neno ambao tutascrutinize. Sio leo, lakini tulisema kwamba tuna muda wa kutupa. Ni mahali gani watu wameacha? Unaona kwamba msalaba hauko kabisa. Kwa sababu ukiona Yesu Kristo alikuwa ananena. By the way, lazima tujue kwamba hata kusulubiwa kwa Yesu Kristo msalabani ilikuwa mfano. Hallelujah. Aliweka katika halisia, jambo halisia iwe mfano. Ndio unaona kwamba ameanza kunena kuhusu msalaba kabla hata hajasulubiwa. Kwa hivyo hata wanafunzi wako hawana picture, what is this he is talking about? But he is talking about the cross. Na unaona kwamba hata baada ya kusulubiwa akasema kwamba amelaaniwa
anayesulubiwa katika ule msalaba, na ndio kawekwa pamoja na wezi, like a hardcore criminal, ati ametolewa kule nje, na ndio watu kaweze kupata the message ambayo iliyo katika ule msalaba. Na ndio message tutaiscrutinize vizuri, tuone ya kwamba kimfano, kwa sababu unajua kama for example kuna misconception ya msalaba saa hizi. Watu wanachonga, of course misalaba ile tunachonga inachongwa as a symbol of church, na zingine hata watu wanahang. Mambo hizo ni misconception za msalaba. Ndio naona hapa mimi naomba Mungu anisaidie sana nisikuwe bishop. Hallelujah. Unasikia, of course mimi sijaitwa kama bishop. I'll ever stand like that. I understand the bishop calling in the Bible. So bishop calling in the Bible is a desired ministry. You are not called. Bishops are not called. By the way, usishangae kwa nini bishops wanaanguka. Bishops are not called. Bishop desire. Pastor is called. Bwana asifiwe. Na mimi nasema kwamba there is no way that I can come from calling then I go to the desire. So bishops desire. Pastor is called. Anyway, nilikuwa nasema kwamba nisikuwe bishop wa kuhani msalaba, because sometimes I'm so shocked kuona kwamba mabishop wengi saa hizi wote ni wa kuhani msalaba. Hallelujah. Unaona hata mtu alikuwa ameokoka na shindaga wa kwamba si wewe ulikuwa unajua mambo ya roho. Kila mtu na kichaini yake ya msalaba. Kila mtu yote na pete yake ya msalaba na saa yake ya msalaba, na mambo hayo yote inaleta misconception. Na ndio saa zingine sitaki, kwa sababu najua saa zingine nikiwa pastor, nikiremain kuwa pastor, nitaremain humble. Hallelujah. Sitaona haja ya Kora ile Haruni. Niliwaambia kwamba ile Kora watu wanaona wanavaa saa hizi sana, na ever since never be deceived. That hizo ni mavazi ilikuwa inavalishwa alone, na ndio kikundi ikaweze kumidentify yeye ni priest wa kutoa dhabihu za kimwili na atabiriki katika mikutano ya rais. Hallelujah. Wakati rais anakuja unaweza kutambulika vizuri sana. Hayo sio mavazi ya Melkisedek. Katika Melkisedek anatambulikana na dhabihu ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So tukasema kwamba katika ukuhani wa Melkisedek hauna hiyo misalaba, na hata hauna. Unaona kwamba Yesu Kristo anaponena katika hapa, ananena katika ukuhani wa Melkisedek kuhusu msalaba. Kwa hivyo anaunena kimfano, hauneni kiuhasilia tuweke hapa. Na tunaona kwamba mimi nasema kwamba you will not be different with Catholic if I do it here, because you know Catholic wanaenda wanabao kwa msalaba, wanaweka crucifixion hapo, wanasema huyo ni Yesu, wanaenda wanabao. Haya, wengine wanachukua protein hata na kiss. Hiyo yote ni misconception ya msalaba. Lakini tutakuwa tuna scrutinize tuone kwamba this cross ambayo Bwana alikuwa ananena in the Bible, what was the meaning? Na ni wapi ambapo mtu anaweza identify aseme kwamba hapa nimeacha msalaba? Na hiyo ndio kusudi yake, watu wanaona wakiwa na viatu in the night, in a dream. Okay. Tusome zaidi. Kwa hivyo tunasoma Luke chapter 9. Angalia Luke chapter 9. So few verses for today, but we are just building the word of God ndani ya mioyo yetu. Ndio tufuate vizuri sana. Hallelujah. Nasema hivi, chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23. So mambo yale ambayo yanayotusaidia to finish, we finish the journey. No shortcut. Na ndio saizi imefika wakati tunakula mature gospel. Tunahubiri mature one. Kwa sababu hatutaki tukule maziwa na tukose kufika, na tuwe tunaenjoy for a short season. Hallelujah. Tukisema kwamba Mungu atatenda, lakini tukose kufika. Okay, chapter 9 verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Hapa aliongeza jina daily. Hallelujah. And follow me.
na kusudi Bwana ameongeza jina daily hapo ni kwa sababu alijua kwamba kuna Wakristo wa seasons. This season amesimama, another season ameanguka. Na ndio Bwana akasema daily ni kumaanisha kwamba continually. Hallelujah. Ndio unaona kwamba saa zingine unaona kwamba unajiona hivi, kesho unajiona hivi. Wacha nikwambie ni picha hatari sana. Ndio baadhi ya watu wale ndio watakutwa na Bwana kama mwizi. Ndio wale Bwana anasema kwamba anawajilia kama mwizi. Hauna consistency. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kitu hatari sana. Na ndio nimekuwa nikiwaambia kwamba tafadhali hapo ndio unaona kwamba watu wakijenga msingi wa toba tena. Ati mtu ambaye alikuwa ameokoka miaka 10, unasikia kwamba tena amezama katika dhambi. Unajua kwamba kile anavunja katika maisha yake ni consistency. Na shetani akikuingiza katika game kama zile, ndio baadhi ya Wakristo ambao Bwana amesema kwamba wakati Yesu Kristo anarudi watakutwa kama mwizi. Yesu Kristo atakuja kama mwizi kwao. Na ndio Bwana akasema katika hiyo scripture zingine tusoma asubuhi ati ya kwamba hatujui kesheni kwa sababu hamjui saa ile mwana wa Adamu anayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So ndio unaona kwamba Yesu alipozidi kunena habari za msalaba akasema kwamba msalaba wa Yesu Kristo ni daily. Ni kila siku. Na kusiku ni kila siku ni kumaanisha kwamba si kitu Bwana kila siku maanisha kwamba ni kitu tukiamka tunachukua. Haimaanishi hivyo. Maana yake hapa ni maisha yako tangu uokoke ina muendelezo continually ndani ya Bwana. Si kumaanisha kwamba siku moja unatoka, siku nyingine unaingia. Na unajua kwamba kwa nini unajua watu wana misuse that part. Wakristo wengi sana wa misuse that part. Kwa sababu wanasema Jesus is merciful. Now actually he sits in the mercy seat. And let me tell you, there is no way, for example, mtu akitenda dhambi hapa aombe kwa msamaha wa Mungu, aseme oh Lord you are merciful, oh Lord you are merciful. Utaona kwamba Mungu kwa huruma zake somehow anahurumia huyo mtu. Na who are we to question? Bwana Yesu asifiwe. Sinaona sasa zingine hata unasikia mchungaji huyo alifanya dhambi, mtu huyo alifanya dhambi, mtu huyo alifanya dhambi na alikuwa mkubwa na akaomba atakaombewa na kanisa na kweli unasikia kwamba Mungu akanena. Na si shetani, Mungu akanena na mtu huyo mrudisheni. Na mtu huyo Mungu anamhurumia. Huyo hawezi question. Sisi tunasema kwamba amina. Kama Mungu amemhurumia, sisi hatuna lingine. Lakini on the behind scene ama jambo lingine huyo mtu anakuanga amevunja. Na ndio inakuanga hatari. Anakuanga amevunja consistency. Yes, amerudishwa, lakini hawezi kaa kama mtu yule ambaye tangu alipomwamini Kristo ameubeba msalaba wake kila wakati. Hawezi kuwa pamoja. Na unaona huyu ana wepesi wa kutekwa na shetani tena. Ndio unaona kwamba hata mtu yule akirejeshwa si rahisi sana yule mtu succeed kumalizia safari, kwa sababu alivunja kitu kinaitwa consistency, muendelezo. Bwana Yesu asifiwe. So kanisa likivunja muendelezo kwa sababu ya kudanganyika, mtu aweke msalaba chini, hiyo kuvunja muendelezo inakuanga very painful. Hallelujah. Ni kwa sababu hata ni kama unajua wakati mtu anaokoka ndio zile roho nzito, zile demon kali, zile mapepo ya kuzimu yanakuanga yanafukuzwa wakati mtu anaokoka. Zile maana na zile nini ndio zinakuanga zinatolewa, zinafukuzwa. Imagine sasa mtu akirudi tena kwa sababu aliweka msalaba chini. Yesu alisema kwamba nyumba kama hiyo hurudiwa na mapepo mengi sana. So hata kama Bwana atamhurumia, katika ile mwanya alifungua palipata uregevu kwa sababu ya kukosa muendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Bwana analisihi kanisa liubebe msalaba wa Yesu Kristo kila wakati, continually hadi wamalize safari. Usiwe encourage na watu ambao wanasema kwamba mimi nitenda dhambi. Na hata mtumishi wa Mungu akanena
Bwana akanenea mtumishi wake, nirejeshwe. Mungu ni mwenye huruma. Na watu wakaanza kuiga katika ile example. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wanasema kwamba hata tangu alipo, hata nilishangaa sana kwamba wacha niwaambie, of course tunaongea kuhusu msalaba. Nishangaa sana hata watu wanasema ati unajua mtu ambaye ameanguka akihukumiwa ainuke, anajua na shida ya dhambi, hachezani tena. Kuliko mimi ambao nimesimama sasa. Si tulitoka kwenye dhambi? Bwana asifiwe. Kwa nini umesahau bado ulikuwa mwizi na mlevi na mshiraki na wewe ulisamehewa? Unataka lesoni gani nyingine? Hiyo ni mdanganyifu wa shetani. Atunaona huyu unaona hapa. Alikuwa amesimama vizuri sana kwa toba akihubiri injili ya utakatifu akaanguka. Unaona tangu alilishwa kile kwa first love. Anahubiri kwa sababu ameonja na sasa usikubali kitu kama hiyo. Tujifunze na watu wale ambao wana mwendelezo. That means daily. They are continuing. Kuliko watu wale wanavunja na wanazitumia huruma za Yesu Kristo vibaya. Hallelujah. Si kwamba Yesu Kristo ameketi katika kiti cha huruma basi una huruma nyingi, ni huruma. Hiyo kuvunja ni hatari sana. Hallelujah. So ndio Yesu Kristo alitumia hilo neno na akasema kwamba tubebe msalaba wa Yesu Kristo kila siku. Hallelujah. Angalia vile 1 Corinthians. Lakini kabla tujafika kwa 1 Corinthians, nataka niseme hivi kwa sababu ya habari za msalaba. Hallelujah. Na tunapozidi kutafuta msalaba, of course siku ya leo tutasoma tu jambo moja kwa sababu ya wakati. Tuna wakati mwingi. Tutaangalia tu jambo moja. Lakini uangalie sana injili ya msalaba ni injili ambayo inahitaji utafsiri mzuri sana, wa kina. Muhimu sana. Hallelujah. Kwa hivyo ni injili ambayo tunastahili kuhubiri pole, hatua kwa hatua, na ili watu wakaweze kuielewa. Kwa maana msalaba ni chanzo, kukosa msalaba ndio chanzo ya mambo mabaya sana ambayo yanazidi kutendeka ndani ya Wakristo na kanisa linaishi. So tafadhali tusome kitabu cha 1 Corinthians chapter 1 verse 18. So hapo nitasoma tu hiyo, lakini nitasoma mengine mawili matatu ambapo nitamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kisha tutaweza ku scrutinize from there. Kwa sababu tunataka kuelewa msalaba ni 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Okay, inasema hivi. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Inasema, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Hallelujah. So kwanza, very quickly tuweze kuestablish wakati Bwana nataka kutafsiria msalaba. Msalaba hapa katika tafsiri ya moja kwa moja, it is the kind of preaching we are receiving. Now that one we know because sometimes back here we preached. Niliwaambia hivyo. Msalaba ni aina ya injili unayoipokea. Hallelujah. First mwenye kuhubiri, kisha mwenye kuipokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio for example unapoangalia katika Bible vizuri utaona kwamba okay, kwa nini watu saa hizi Bwana anasema kwamba hawana msalaba ama kiatu cha msalaba kimeondoka? Ni kwa sababu for example ukiangalia in the book of Timothy, 1 Timothy chapter 4 and 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, angalia verse 2. Hapa ni wakati Paulo anaongea na Timothy na anamwambia jinsi ambavyo anavyostahili kuhubiri, na anamwambia hivi: preach the word, hubiri neno, be instant in season and out of season. That means a continual. Awe mtu ambaye si ati amesimama kipindi hiki ameanguka.
anamwambia simama wakati wote, in season and out of season. Hiyo ni mtu ukisikia kwamba anasimama in season and out of season, kumaanisha hata wakati majaribu yanakuja bado amesimama. Haya, wakati hata mema yanakuja bado amesimama, kwa sababu in season ni wakati mambo ni mazuri, hakuna majaribu. Lakini unaona, nimeshangaa sana kwamba Wakristo wakati mambo ni mazuri, wengi sana ndio wanasema praise God, hallelujah, na anasema hivyo na joy, hallelujah. Lakini wakati shida ni baya, anaanza kuuliza kwamba hii mambo ya wokovu saa zingine inataka ichunguzwe vizuri. Ndio mambo anataka ichunguzwe vizuri wakati ako out of season. Na hiyo ndio character ya Wakristo wengi sana. Na ndio Bwana amekuwa akisema kwamba lack of growth na that continuity inaleta such kind of problem. Okay, na such Christians are not going to finish actually. Okay, wacha tumalizie. Inasema out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap up to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from truth and shall be turned into fables. Hallelujah. So Bwana akasema kwamba a time will come watu hata endure the truth. Hallelujah. Now of course tunapoona the truth in the Bible ina represent injili ya msalaba. So one interpretation ya msalaba today, tutasoma zingine baadaye, but one of the interpretation ya msalaba, it is the kind of preaching ambayo tunastahili kuenjoy. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kwamba in the last day, na unaona kwamba right now unashangaa kwamba even those men of God ambao walikuwa wanahubiri vizuri pale mbele, they are no longer doing it. Na mtu anaweza shindwa kwamba why and this pastor was preaching well. Ni kwa sababu ilifika mahali akaweka msalaba chini, kwa sababu msalaba ni injili, na ukiweka msalaba chini lazima injili inabadilika. Kwa hivyo watu wale ambao wako na discernment, ukienda kanisa utaki kuchunguza msalaba, unasikiliza tu injili ambayo inayohubiriwa pale, unasema kwamba surely kwa sababu ya injili ambayo inasikia hapa hakuna msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hivyo msalaba ni injili, aina ya injili. Na akasema kwamba hiyo injili kwa wale ambao wanaopotea ni ujinga. Ndio unaona kwamba injili kama hiyo huwezi pata politician saa hizi. Ndio unaona kwamba politicians siku hizi wamependa makanisa sana, kwa sababu wanaenda pale wanakuwa very comfortable. Hallelujah. Na watu wengine wanapata. Ndio unaona kwamba kanisa saa hizi no longer foolishness, inakuwa also wise as the world. Na ndio unaona kwamba people are not challenged. Ndio unaona kwamba every kind of people wanaingia katika nyumba ya Mungu, na si wanaingia ati waokoke, wanaingia wanasikia comfortable. I went there, na hata saa zingine wanaosha dhamiri zao na kutoa pesa. Ndio unaona kwamba politicians wameshajua pastors they are very hungry indeed. Tumbo inawasumbua. Na unajua kwamba tutasoma scripture ya mwisho hapo, utaona kwamba otherwise tunaona kwamba kile kinafanya watu wa exchange msalaba sana ni tumbo. Na tunaona kwamba when they enter into church na wakute watu very hungry, wanaonesha njaa nyingine, unakuja kuona kwamba they sit in the front na wanabai, wanajaribu kununua wokovu ama favor mbele za Mungu, and the amount of money they give. Unaona kwamba trade hiyo imeongezeka sana katika nyakati hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nilikuwa nawaambia last week hapa, ukienda mkutano ambao ukute ya kwamba politicians are full there,
usishabikie hiyo mkutano. Mara nyingi sana utakuja kuona kwamba msalaba haukuangi, kwa sababu hatari ya msalaba saizi, msalaba ukiwa mahali unaleta habari nyingine ambayo ni foolish until wale, kwa sababu if somebody is born again, ukiokoka today vizuri, no mtu ambaye ameokoka anaweza kuwa politicians. Anaweza kuwa, many politicians are not leaders, they are not leaders. Anaweza kuwa kitu kama hiyo. Na tunaona kwamba Bwana amezidi kusema many presidents, not like all politicians are not going to the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Hawaingii katika ufalme wa mbinguni. Na baadhi ya mambo yale ambayo imefanya Bwana aone msalaba wake umeondoka, jiona kwamba kuna stumbling sana, kuanguka sana, ni kwa sababu ya the kind of message ambayo inakuwa maintained katika altar. Inakuwa very inaondoa msalaba kabisa, unatoa kwa nje ya dirisha, unatupa kabisa. Na watu watabaki na hymns, kuimba worship, kusoma hata Bible, lakini nakuja kuona kwamba the message of the truth inakuwa imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. So ndio Bwana akawa anasema kwamba they will not endure the cross. Tumalizie angalia kitabu cha for example, nazidi kusikiliza na hiyo message inaleta some foolish kwa wale ambao wanaopotea ni foolishness, but wale ambao wanaokoka it is the power of God. Wanazidi kuishabikia as power of God. Wale ambao wanaopotea it is foolishness. So utakuja kuona kwamba tutazidi kuangalia kwa macho ya ndani sana, tuone ya kwamba vile msalaba umepotea katika area hiyo. Hallelujah. Na tukaweze kuexamine katika maisha yetu, surely we still have the cross. Na utaona kwamba watu wengi sana eventually they will have no cross. Na nione ya kwamba ndio watu wengi sana wanastumble. Hallelujah. Lakini ukiangalia basi nyingine ambao tunataka tumalize nayo, kwa hivyo kuna effect ya msalaba, na especially Galatians. Ukiangalia kitabu cha Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, then I finish with Hebrews, with Philippians. Okay, ukiangalia Galatians chapter 6. Kwa hivyo tutaangalia very carefully. Kwa hivyo kwa sababu tunajaribu identify tutakosaje kumaliza safari. Tunaangalia mambo yale Yesu anapeaga kanisa ili ikaweze kumaliza safari. Bwana asifiwe. Na baadhi ndio tutakuwa tukiangalia kwa kina. Kwanza last Sunday tuliangalia yoke, lakini sasa hivi tunaangalia the cross, na tutaangalia cross na undani wake. Okay, angalia Galatians chapter 6, verse 11. So hii although nitaihubiri kama effect ya msalaba, lakini it is also a point of information nzuri. Inasema verse 11 inasema, hallelujah, inasema, you see how large a letter I have written unto you with my own hand. Anaambia Wagalatia, mnaona barua hili nimewaandikia bila iko kubwa, na vile nimeandika na mkono wangu. As many as desire to make a fair chew of in the flesh, they constrain you to be circumcised, unless they should suffer persecution for the cause of Christ, ili waondokee persecution. Of course hapa alikuwa anaongea kuhusu Wagalatia na jinsi ambavyo walivyopenda kuishi kama Wahibrania katika habari ya tohara, ili wasipate persecution ya msalaba. Hallelujah. Hapo Paulo alikuwa anasema kwamba the power of standing alone for the right cause inakuwa kama msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa
sababu Wagalatia hapa wamehubiriwa habari ya tohara na wakaambiwa watu hawakuweko Sabato, lakini wakawa challenged na Waebrania. Na walipokuwa challenged wakaenda kupasha tohara wasipate aibu ama wasipate persecution. Kwa hivyo walitaka kuokoka. Ndio Yesu alisema kwamba atakayetaka kuokoa nafsi yake ataipoteza. Lakini atakayepoteza nafsi yake kwa ajili ya Kristo ataipata. Ndio kwamba saa hizo of course Wakristo wengi sana ni wa kujiokoa. Ndio unaona kwamba uongo hauendangi sana na bali na Wakristo kwa sababu ya kujiokoa wakati wa hatari. Kwa hivyo Wagalatia walikuwa watu wa aina hiyo. Na unaona kwamba the other side walikuwa wanaogopa the persecution, the suffering ambayo inapelekana na msalaba. Na ndio Paulo kwanza akasema kwamba okay, kumbe ni msalaba mlikuwa mna avoid. They avoided the cross ili wasipate persecution kutoka watu wa Yahudi katika habari za tohara. Na ndio wakalazimishwa kufanya tohara hadi atuwakubalike mbele za Mungu. So utaona katika cross, katika persecution. So the other area ambayo tunaona msalaba, one tumeona ni kwenye Injili. Two tunaona hapa katika habari za Wagalatia ni persecution. Hallelujah. Okay, wacha nimalizie. Neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. But God forbid that they should glory. Nisifurahie katika jambo lingine lolote save in the cross of our Lord Jesus Christ. Sikia bila nasema, ati nasema kwamba lakini God forbid nisifurahie katika jambo lolote. Kwa hivyo hapa ni unaona kwamba wakati Mkristo anajoin na dunia katika habari za furaha, yani wanasherehekea in the same line. Na ndio hapa Paulo akawa na wivu wa msalaba. Akasema, wacha nisifurahie katika jambo lolote, lakini msalaba wa Yesu Kristo. Hallelujah. Huyu ni mtu ambaye amebeba msalaba very dearly. Tutakuwa tukiangalia furaha ambazo watu wanapata nje ya msalaba. They are vain, ni za bure kabisa. Kwa sababu Wagalatia walitaka kufurahia katika habari za tohara, wafurahisha. Mpaka hapa ilikuwa kiangalia tabia yao vizuri, walikuwa wafurahisha watu. Na they grow, sema watu hawa yani sifa, wapokee sifa fulani kwa sababu ya kukubaliana na wale watu wa Yahudi. Lakini Paulo akatokea akasema kwamba lakini nitafurahia nini isipokuwa na msalaba wa Yesu Kristo. Hallelujah. God forbid nisipate furaha nyingine yoyote isipokuwa ni ile furaha ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ati ni heri, na unajua kwamba of course furaha ya msalaba utakuja kuona tukiangalia kwa kina. It is not popular. It is not popular. Haikwangi inashabikiwa sana, but ni furaha ya msalaba. So tumalizie Wagalatia anasema vizuri sana, akasema kwamba save by the cross, God forbid that they should not glory save in the cross of the Lord Jesus, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Hallelujah. So anaongea tu msalaba, anagusia tu na anaendelea kutafsiri. Tusome zaidi. Angalia Wafilipi. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kumaanisha kwamba msalaba wa Yesu Kristo. Wafilipi 3, angalia Wafilipi 3. Tunapomalizia uone ya kwamba kwa nini of course hali imekuwa nzito saa zingine.
Wafilipi 3 mstari wa 18. Wafilipi 3 mstari wa 18. Lakini tukiangalia kwanza, hata kabla tujafika Wafilipi 3:18, kuna Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 kwanza aliwakuzia. Kwa hivyo tumeona kwamba pale pana persecution ya msalaba ambayo watu wa Galatia wali-avoid na wakasema kwamba it's rather ni heri tuwe circumcised badala ndio tupate glory kwa hawa watu kuliko msalaba. Ndio God forbid ndio tusifurahie katika kitu kingine yote. Lakini Philippians chapter 1 angalia verse 29. Philippians chapter 1 verse 29. Hallelujah. Anafundisha kwa Filipi na anawaambia kwamba, lakini hapa anafundisha cross, ijapokuwa anaifundisha katika safari. Anasema kwamba for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake. So wa Filipi ambapo alipofika kwa watu wa Filipi, of course kanisa la wa Filipi aliwafundisha mambo mazuri sana. Aliwafundisha msalaba na akawafundisha an extra man ambao mimi watu wengi sana in the church today wameiweka chini. Na unaona kwamba kujipenyeza kwa gospel ya prosperity hapo ndio imekamata sawa sawa. Na tunaona kwamba wahubiri hawa watu wa kupokea, unaweza ona kwamba why saizi wako na watu wengi sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nishangaza sana hata journalist mmoja wa NTV aliiga kuwa mhubiri akavaa kara. Akaenda pale Jivanji. Practically hata akituonesha in the TV. Imagine akaanza kuhubiri, akahubiri sio alitoa script ngumu, akaanza kuhubiria watu, nobody came. Akahubiri na akaokota sadaka hakupokea. Akaja tena akajidisguise. Akahubiri injili nyingine, sijui akasoma script yake. Mungu anajua shida zenu zote na akawabariki. Na imagine watu wakaanza kumkaribia literally. I was shocked. Na alipoitisha sadaka akapata nyingi sana. Lakini akamwambia please chukueni pesa yenu, mimi ni journalist. Alikuwa anaonesha kwamba angalia injili ile inapendwa. Sio? Hiyo injili ndio inapendwa. Hata akajifanya saa zingine akaanza kutoa prophecy. Na akasema alikuwa anaonesha kwa vile watu wanadanganywa na prophecy. Funga macho. Kuna kitu Mungu ananionyesha, kuna mambo ambayo unapitia. Na yule na unaona kwamba alikuwa anasema kwamba anaongea na maili. Na Mungu ananiambia wiki mbili sijazo, mtu anasema na akaombea watu wengi sana laini hapo. Wengi wanakuja na wote wana nod. Na akasema kwamba I'm not a prophet, hakuna kitu ambacho nilikuwa nasikia. Mimi ni mwanahabari, alikuwa anasoma psychology ya watu. So unaona kwamba katika hiyo habari inajulikana watu kile ambacho wanachopenda. Na ndio Paulo alipofika kwa Filipi akawaambia kwamba Yesu huyu ambaye amepeanwa, hajapeanwa tu umwamini na uelezee uzuri wake, lakini separation, they suffer solitude. Solitude ni kumaanisha kwamba peke yako. Hallelujah. Wanasema mambo mengi sana kwa sababu ya msalaba. Na niliona kwamba kwa sababu ya kuweka msalaba chini, watu sasa wanapata joy. Bali si halisia. Na tunastahili kuwa msalaba. Tunasherehekea katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So Wafilipi Bwana akawafunulia jambo zuri sana ambalo na unaona kwamba by the way ni katika kanisa la Wafilipi Paulo alisema kwamba watu wale ambao wamama wale ambao walikuwa wanafanya kazi nao kama deacons wameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Ukifuata hata ile testimony inatoka kwa Wafilipi anatoa hii ambayo tumesoma wa Galatia, anawaandikia barua nzito na mkono wake na ndefu kwa sababu ya mambo yale ya kuavoid msalaba kuanzia mwanzo. Na ukiangalia sana, hata nilikuwa naangalia by the way tutaiscrutinize zaidi uone kwamba jinsi msalaba ulivyobadilishwa kwa Wagalatia, walianza kubadilishiwa injili. Ndio Paulo akawaambia kwamba hata malaika ashuke kutoka juu mbinguni na ahubiri injili nyingine, msimpokee. Na akawa anauliza kwamba mlipokea kweli, kwa nini mmebadilishwa haraka? Kwa nini watu wamebadilishwa haraka?
Kwa hivyo ndio shetani auibe msalaba slowly. Na wakati wacha niwaambie, wakati shetani anaiba msalaba ndani ya kanisa ama ndani ya mchungaji, haibaki na fujo. Anakibianga polepole kabisa, usidetect ni msalaba unaibiwa. Bwana asifiwe. Wakati shetani ananyang'anya mtu msalaba, anakujanga na all cunningness. Hapo ndio unaona kwamba cunningness yote ya shetani imejaa wakati ananyang'anya shetani, ananyang'anya kanisa msalaba, na wabaki na wokovu, na wabaki kusema tumeokoka. Na yes, hata ukiangalia huyo mtu kweli ameokoka, lakini msalaba hana, alinyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shetani anajua effect ya huyu Mkristo akikaa na msalaba hivi, huyu ni wa mbinguni, huyu ni wa milele na milele mbinguni. Huyu mchungaji akikaa na huo msalaba hivi, aendelee kukaa na hiyo msalaba. Haleluya. Aendelea kwamba hawezi of course si mchungaji wa kuhagwa wanawake. Bwana asifiwe. Basi utakuja kuona kwamba atafika. Na shetani akijua hiyo, kwa nini asishughulike kutanganya until au nyamani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la mwisho, angalia Philippians chapter 3. Kwa hivyo unasikia vile amewaambia hamujapewa tu kumwamini Yesu Kristo, mnapewa hata kumwamini, kuteseka kwa ajili yake. Kwa hivyo akaambia msalaba msikose kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaangalia sana. By the way, this will be one of the good lessons ambayo itaturudisha the first message of repentance. Hii ambayo tumeanza saa hii na hii ambayo tutahubiri itaturudisha the first message